haijawahi kuwa rahisi. Tangu mwanzo wa wakati, giza lilipochukua hatamu katika historia yetu, tulishuhudia uchungu wa adhabu ya kwanza ikitimia, likatupeleka kwenye kina cha mashaka na hofu. Lakini hata katika giza kuu, tumekuwa na ahadi ya mwangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Darnet event is 2025. Nuru ya matumaini. Asante sana, asante sana. Mko tayari leo? Leo ni marathon tena ile kali sana. Mko tayari? Aha, nashukuru sana. Na wakaribisheni wote ambao mko hapa ndani na wale wako hapo nje, hata na wale wako katika vituo mbalimbali. Tunawakaribisha kwa mkutano wa leo kutoka NGBF. Watu 3,806 wamebatizwa. Kutoka North Mara Field watu 198 wamebatizwa na 30 wanabatizwa kesho. Kwa hivyo toto yao itakuwa 2,208. Ebu waongeze wawili ili iwe tu that, si ndio? Ongezeni, tafuteni tu mtu wawe utuongeze hiyo namba iwe mzuri. Kama watapata ujitolee ubatizwe. Haya, kutoka kanisa la Onika watu 500 wanafuatilia na watu 10 wamejitoa kubatizwa huko Mbeya. Watu 60 wamebatizwa mtaa wa Mnange na kiongozi Azaria James. Kutoka mtaa wa Nzega watu 35 wamebatizwa. Watu 100 wanabarikiwa kutoka kwenye vilabu vya pombe NETC, na watu 10 tayari wameacha pombe na wamebatizwa. Hao wote nimesoma ni wa Tanzania. Amina. Kama ni wa Tanzania tunasemaje? Jana usiku nikapata simu mara moja saa 4 usiku hivi. Nikapigiwa simu kutoka mlima Elgon kule Kenya karibu na Uganda. Wakasema wana kituo pale na kiongozi wao ni Willy na aliyemuunganisha ni mchungaji anaitwa Dr. Abuch. Walinipigia wakasema wana kituo na tayari wamepata mtu mmoja na abasho. Ni wa Kenya lakini idadi yake inaingia Darnet event, kwa hivyo inahesabiwa hapa. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana, asanteni sana. Tuna kiongozi wetu, sijui amesalimiana bado. Uko sawa? Amesalimiana. Tuna mchungaji wetu, namuuliza kama amesalimiana, nasema acha, lakini mtu amesema hajasalimiana. Kwa hivyo mchungaji, tuna kiongozi wetu. Si ni vizuri kupata viongozi wanatusalimia. Ni ndugu yangu mkubwa. Bwana asifiwe. Nimeonyesha ndugu wangu wa ndogo, lakini sasa yule mkubwa amefanya nini? Amefika. Amen. Nitauliza mchungaji Lekudayo ambaye ni kiongozi wetu wa Union aje atukaribishie kiongozi wetu wa division wa evangelism. If you don't mind, Pastor Lekudayo, he is the president wa STU. Hiyo ni South Tanzania Union. Leo asubuhi nilikuwa kwake na nyinyi watu ni wakarimu sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo atatukaribishia tu kiongozi atusalimie kisha tuendelee. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwenye vituo huko Bwana asifiwe.
Tunamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo viongozi wetu wa division wanafuatilia mahubiri haya ya DANET event. Na Pastor Ruguri, president wa division, alitamani sana kuja hasa katika vilele hivi, lakini basi imeshindikana kwa sababu moja au nyingine, ila akatupendelea akamtuma mwakilishi wake ambaye kwa kweli ndiye angestahili kutumwa, maana ni msaidizi wa mchungaji Ruguri katika mambo ya uinjilisti katika eneo lote la Afrika Mashariki na ya Kati. Na huyu si mwingine ni mchungaji na daktari Joel Okindo. Nimwalike sasa afike na awasalimie kabla mhubiri hajaendelea. Asante pastor. Asante mchungaji. Wapendwa katika Bwana mnaonitazama hapa na popote pale Tanzania, kwa jina la Yesu anayestahili sifa, Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Furaha nyingi sana 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 kwetu sisi viongozi wenu, watumishi wenu kutoka katika afisi kuu ya utendakazi kule jijini Nairobi, kwa niaba ya washiriki wote milioni 6 kutoka eneo la mataifa 12 katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Nimewaletea salamu za heri na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Kiongozi wenu mnayempenda, anayewapenda, ametuma salamu zake za heri. Tumezidi kufuatilia na kuombea, na leo imebidi nije hapa rasmi kumkaribisha mhudumu wetu mkuu. Asante sana ndugu Munene. Roho wa Mungu amekutumia na azidi kukutumia leo jioni. Tunakuombea sana na tunasubiri kupokea mibaraka kupitia kwako. Amen. Kanisa la Bwana mbarikiwe sana katika mkutano wa leo. Haleluya. Amen. Asanteni sana. Haya. Swali. Mnakumbuka kuna wakati Yesu alilisha watu na mikate? Mnakumbuka? Swali ni hili. Wakati Yesu alipowalisha wale watu 4,000 wanaume kwa mikate na samaki, mikate ilikuwa mingapi? Wakati Yesu alipowalisha wale watu 4,000 na mikate na samaki, je, mikate ilikuwa mingapi? A 500, tano, samahani. Mikate 5, hiyo ni A. B mikate 7. C mikate 3. A mikate 5, B mikate 7, C mikate 3. Wale wanasema Yesu alilisha watu na mikate 5, mkono juu. 5. Angalieni around. Ni vizuri muone vile kuna watu wanainuanga mikono kwa hii kanisa. Amen. Mikate 5, inua mkono tena, tuhesabu vizuri. Wale wanasema mikate 7. 7 ilikuwa mikate 7. 1 2 3 4 5 6. Wale wanasema ni 3. Wale wamesema mikate 7 ndio wamepata. Mikate ilikuwa 7. Ai pasta. Hii mikate miaka yote tumeambiwa ni mikate 5 na samaki 2, tena imetoka wapi ya 7? Unajua hata mimi nashangaa kama wewe. Amen. Lakini wacha tusome Biblia tuone vile anavyosema, kwa sababu hakika ni vizuri kusoma neno la Mungu. Kitabu ni cha Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo 15. Mathayo 15, soma fungu lile la 35. Anasema hivi. Anasema ya kwamba akawaagiza mkutano waketi chini, akaitoa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Fungu la 38, nao waliokula walikuwa wanaume 4,000. Amen. Ai, hapo nimechanganyikiwa. Na ile tunaambiangwa 5,000 ilitokanga wapi?
Haujachanganyikiwa. Kuna herufi 5 na mikate 5. Sura hiyo iko mbele, iko chapter 14. Kida 14 utapata hiyo, lakini sasa nilitaka ujue kuna ingine herufi 4. Si hapo sasa tuko sawa? Amen. Imewaua moyo, imewavunja moyo vile mnajibu amen, kumbe amen. Asante sana, asante sana. Sasa tumekuwa tukiongea kuhusu kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Danieli 2 kilisema ya kwamba Yesu anarudi, na akasema ya kwamba jiwe lililotoka mlimani ambalo halikuchongwa na mikono ya mwanadamu lilikuja likavunja ile sanamu katika nyayo zake, katika vile vidole vyake, na jiwe lilikuwa kubwa sana na likaijaza dunia. Huo ni ufalme wa Yesu Kristo. Hiyo ni kuonyesha Yesu anarudi. Let me tell you, Yesu anarudi. Yesu anakuja tena. Upende usipende, uwe tayari usiwe tayari, Yesu anarudi. Mambo ambayo tunaona hapa duniani yatakuja kwisha. Yesu anarudi tena. Anakuja Yesu mwana wa Mungu kulichukua kanisa lake, na washiriki wa kanisa hilo ni wewe na mimi. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 24, Mathayo ni 24 fungu la kwanza, anasema hivi: Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha malango au majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia mambo ambayo yalifuata, dalili zake. Swali limeulizwa na wanafunzi, na swali hilo walipouliza, Yesu alichukua sura nzima ya Biblia ya kitabu cha Mathayo na ingine ajibu swali lao, kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo ni la maana sana. Ukiangalia katika Biblia na uweke mafunzo ya Biblia au imani au doctrine ambazo tunazielewa, uzipatie rank, uzipatie namba 1, namba ya 2 kulingana na vile imezungumziwa katika Biblia, utakuja kugundua ya kwamba wokovu umezungumzwa mno au zaidi ya fundisho lingine lolote lile. Salvation will take number 1. Ndio imezungumzwa sana katika Biblia. Ya pili ambayo imezungumzwa sana katika Biblia ni kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kurudi kwa Yesu mara ya pili. Nilikwambia ya kwamba Biblia ina vitabu 66. 66 books make the Bible. Biblia ina vitabu 66. Na Biblia ina agano 2, agano la kale na agano jipya. Agano la kale ni vitabu 39 na agano jipya ni vitabu 27. Agano jipya ina sura, chapters za agano la kale ni 929. There are 929 chapters in the Old Testament. Na New Testament iko na 260. There are 260 chapters of the New Testament. Verses za Old Testament ni 23,145. There are 23,145 verses in the Old Testament. Lakini New Testament iko na verses 7,937. Sasa nataka tuangalie katika agano jipya, otherwise hatutaweza kwenda safari. Nataka leo tuende safari. Tunaenda safari leo katika agano jipya, na safari ambayo nataka twende ni ile ambayo
ni ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Safari ambayo kwetu tukisema ninataka twende, tuko sawa. Kwenu naomba twende. Kwa hivyo ninaomba twende safari. Unajua siku moja nilikuja Arusha nikasimamishwa na askari. Tulikuwa na huyu ndugu yangu Joram. Askari akasema naomba niwashike. Tukamwambia tunaomba usitushike. Hatukujua uombi ushikwe alafu nao unajibu. Hapo hiyo ni sheria. Kumbe unaomba lakini uko hatarini. Ati miguu hii yako hii gari imetoka Nairobi, miguu ni baya, gurudumu na gurudumu tumenunua mpya. Lakini hata na nyinyi. Anyways, kwa hivyo ninaomba twende safari. Mko tayari? Kwa hivyo funga mkanda tutasafiri. Amen. Tunasafiri. Nimesema Agano Jipya ina verses au mafungu mangapi? 7,957 7,957 verses. Na ukichukua hayo mafungu katika Agano Jipya, kuna kuzungumzwa kwa kurudi kwa Yesu. Vitabu vya Agano Jipya ambavyo ni 27 kama nimekwambia ni vitabu vinne peke yake havijataja kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo vitabu 23 katika Agano Jipya vinasema pahali popote pale au at a certain passage ya kwamba Yesu anarudi tena. There are over 300 passages or references. Kuna sehemu 300 katika Agano Jipya zinazosema ya kwamba Yesu anarudi tena. Kwa hivyo ukichukua ile 7,957 ugawe na 300, at least utapata 30. Kumaanisha ya kwamba kila fungu moja katika Agano Jipya kati ya mafungu 30 inasema ya kwamba Yesu anarudi tena. It's a serious business in the New Testament. Fungu moja, one verse out of 30 verses, linasema ya kwamba Yesu anarudi tena. Au maybe one verse out of 26. Labda ukifanya hesabu unaweza pata 26, but between 26 and 30 inasema ya kwamba Yesu anarudi tena. And he is coming again. Yeye alisema ninarudi tena. Kwa hivyo wakati Mathayo alipokuwa anaandika kitabu cha Mathayo karne ile ya kwanza, I think sometime between 64 and 67 AD, wakati Mathayo anaandika kitabu chake cha Mathayo, aliweza kuandika sura 28. Mathayo ina sura 28. Kati ya 28 chapters ya Mathayo, 2 zinasema Yesu anarudi tena. Mathayo 24 na Mathayo 25. Yesu akatoa dalili za kurudi kwake. Nimesema Mathayo 24 na Mathayo 25. Mifano utakayopata pale inaelezea kurudi kwa Yesu. Lakini ukianza fungu la 4, Yesu ameanza kujibu kwa wanafunzi akiwaambia mtu yeyote asiwadanganye, na anawaelezea dalili, the signs of his coming. Akiingia sura 25 anapeana mifano, na anaanza na wanawali 10. Amezungumzia kuhusu wale ambao walikuwa ni wafanyikazi. Amezungumzia kuhusu makundi ya kondoo na mbuzi katika shamba la Bwana. Na wakati anapoelezea Mathayo 25 kuhusu wale wanawali, vile alivyochelewa huyu bwana harusi, Yesu anasema ya kwamba kutakuwa na delay, atacheleweshwa. Na inakuja kudhihirika katika Petero wa 2:3 ni nini kinamchelewesha Yesu. Kwa sababu kuna wengine hawajatubu dhambi zao na hawajampatia roho zake, kwa hivyo anawangojea, kwa hivyo anacheleweshwa. Mungu hucheleweshwa. Huwa anacheleweshwa. Hata wakati wa Nuhu hakuna sababu ya Mungu kufungua safina siku 7 mlango wazi. Ilikuwa ifungwe, lakini anangojea kidogo. Ukisoma kitabu cha Luka kuna hadithi ambayo inapeanwa ya mtu mmoja aliacha shoka chini ya mti. Akasema ningeukata, lakini wacha ningojee kidogo, labda mwaka ujao italeta mazao. Huwa anacheleweshwa. Yesu anacheleweshwa. Lazaro wamekufa na wametumana ujumbe. Martha na Mariamu wametuma ujumbe kwa Yesu aje,
lakini hakuja. Akaambiwa rafiki yako ni mgonjwa, hakuja. Rafiki yako amezidiwa, hakufika. Rafiki yako anaenda, hakuja. Rafiki yako amekufa, hakuja. Hebu niwaulize kusema ukweli na msinidanganye, museme cha ukweli. Tuseme Yesu ni pasta wako. Yesu ndiye pasta wa kanisa yako. Na ndugu ya, na wakati hana mahali ya kwenda, anakuja kwako. Unamtengenezea mandazi, marehamu. Yesu anapenda kuja kwenu, anakurakuranga hapo. Na anajulikana hapa Magomeni ya kwamba Yesu akiwa hapa hii kanisa, anaenda kwa nyumba yako. Na sasa ndugu yake ni rafiki yake, wanaenda mahali na yeye, lakini sasa ako Mbeya. Usimpeleke Mbeya, mpeleke tu hapa Manzese, ako Manzese hapa tu. Alafu ndugu yako ni ameugua na unamwandikia message, hey Yesu, are you busy? Your friend is sick. Rafiki yako hajisikii vizuri. Na uone ameangalia hiyo message na hakusoma. Uzuri wa WhatsApp inakwambianga kama imeenda na kama imefika na kama imesomwa na kama umelengwa. Hapo uone hapo umekuwa blue ticked. Ujibu umwandikie kesho, umwambie ulipata message. Your friend is very sick. Uone hakujibu. Hata siku ya 4 ndugu yako ameenda hospitali, Yesu, ambulance ndio imechukua ndugu rafiki yako, na asijibu. Yesu, we are sorry, tuko kwa mochari, amekufa rafiki yako, asijibu. Halafu siku ya maombolezo muanze mipango, mjue Yesu ndiye atahubiri hiyo usiku na azije. Siku ya mazishi museme kwa program, andikeni tu Yesu kwa sababu ndiye atahubiri, mhubiri mkuu ni Yesu, na akose kuja. Na mufanya mazishi na asije. Watu wote wameenda nyumbani, umebaki peke yako. Mwambie Yesu, I don't know how much busy you are, but I'm worried. Tumesikia uko hapa Manzese, hata tulituma mzee wa kanisa akakuona na ukasema unakuja, na mpaka saa hii haujafika. Yesu, hii ni madharau. Kusema kweli, hapa Yesu hapa ni madharau. Kabisa ukweli. Na hii ni personal. I don't understand. Ulipokuwa unataka mokimo, ulikuja. Ulipata mandazi, tulikutengenezea. Juzi uliambia Martha akutengenezee chapati, maana unaenda Kaperinaumu na kuna watu utakutana na wao, ukatepewa. Saa hii we need you, you are not available. Niambie kwa ukweli, Sabato utarudi hiyo kanisa ya Yesu, Pastor Jesus? Utarudi kanisa ya Pastor Jesus? Maana mimi sirudi huko. Yani mtu anakosa Yesu, lakini siku ine ndio anaambia wanafunzi, mulisikia Lazaro, nilisikia ako si sawa. Mulisikia hata alikufanga, twende tukamuone. Si alienda Yesu, si uliambiwa, ulisema ati uko busy. Twende tukamuone. Alikufa, ni kurara. Nani? Si kurara, hata amezikwa. Hiyo ndio tunaitanga kurara. Twende tukamuse yeye. Tukamuse yeye. Hata mada huyu Martha alipoona Yesu alisema, ungelikuwa hapa ndugu yetu hangekufa. Sasa unakuja kufanya nini? Akasema, nionyesheni mumemweka wapi. Wapi na ananuka, twende. Yesu hakuchelewa. He is never late. He is delayed. Yesu hucheleweshwa. Tu vitu tu tunakuja tunachelewesha yeye. Bwana asifiwe. Hata pasta wenu ukiona amechelewa, si kuchelewa. Mapasta sasa hawachelewi, ni kucheleweshwa tu. Tu vitu tunakuja, pasta anakuwa delayed. Amen. Sasa Yesu anapeana mfano, hata kurudi kwake kutoka mbinguni atakuwa delayed. Anasema mimi ningefika wakati. Na kuna watu hapa mnasema ya kwamba mbona tangu tuambiwe anarudi hajarudi. Anasema kuna mtu ninangojea hapa wakati wa darnet, na sitaki kurudi nimfungie nje. Ndiye ninangojea, huyo ndiye ananichelewesha. Wewe ndio unachelewe, angerudi, lakini anaona wewe kuna mahali umebakisha na si bali. Mathayo akaandika sura 2 24 na 25 aonyeshe kurudi kwa Yesu Kristo ni hakika. Marko ana 16 sura 1 ya 13 akaandika dalili za kurudi kwa Yesu. Luka 17 na 21 inatoa dalili za kurudi kwa Yesu. Yohana 14 fungu la 1 hadi la 3 Yesu akasema, nimeenda kuandalia makao, nikimaliza nitarudi niwachukue, ili mahali mulipo nanyi muwepo. Matendo ya Mitume 1 fungu la 8 hadi fungu la 11. Malaika wakawakuta wale wana wa Galilaya, wakawaambia, vile ameenda ndivyo atakavyorudi. Wakorintho wa kwanza
15 fungu la 51 hadi 54, anasema Yesu atarudi kufumba na kufumbua, in a twinkling of an eye. Yesu anarudi. Wakorintho wa kwanza 16 fungu la 21, wanafunzi walikuwa na neno linaitwa Maranatha. Maana ya Maranatha ni kusema Yesu yuaja. Ile tunasalimiana happy Sabbath, wao walikuwa wanasalimiana Maranatha. Ukikutana sokoni, Maranatha, kwa sababu walijua anarudi. Alisema anarudi na walijua ako njiani anarudi. Kwa hivyo walikuwa excited ya kwamba he is coming, anarudi, Maranatha. Wafilipi 3 fungu la 20 inasema ya kwamba our citizenship is in heaven and from there a savior will come, ya kwamba wenyeji wetu uko mbinguni na huko ndiko mwokozi wetu atakapotoka. Atatokea huko akija hapa duniani. Huyu Yesu tunamsubiri aweze kuja, atuongoze, atupeleke hadi mbinguni. Kama kuna kitabu au barua imezungumza sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, ni barua ya Wathesalonike. Kwa sababu Wathesalonike wa kwanza, kila sura hizo 5 zote zinanena kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Wathesalonike wa kwanza 1 fungu la 10 inasema Yesu anarudi. Wathesalonike wa kwanza 2 fungu la 19 anasema Yesu anarudi. Wathesalonike wa kwanza 3 fungu la 11 Yesu anarudi. Wathesalonike wa kwanza 4 ukianza fungu la 16 hadi 18 Yesu anarudi. Wathesalonike wa kwanza 5 na fungu la kwanza hadi fungu la 4 anasema ninarudi. Lakini kwa hii fungu la pili anasema anakuja kama mwivi kwa wale ambao hawajajiandaa. He will come like a thief. Na Yesu haji kama mwizi kwa watu wake, anakuja kama mwizi kwa wale ambao hawajajiandaa. Maana watu wa Mungu watajua akija. Anasema watajua, wow, you will know that Jesus is coming again. Wathesalonike wa pili 1 na fungu la 10 inasema ya kwamba Yesu anarudi. Wathesalonike wa pili 2 uanze fungu la kwanza hata uende fungu la 4, Paulo anazungumzia kuhusu kurudi kwake na anasema msidanganywe, kwa sababu siku ya Bwana haitakuja mpaka kwanza uje ule ukengeufu. Lazima huwa ufike kwanza. Yule mwana wa upotovu wa kupotea tumfahamu kwanza, na watu wa Mungu walio na akili na hekima ya neno la Mungu watajua hakika hii ni dalili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Tito 2 fungu la 13 anasema Yesu anarudi tena, na hiyo ni siri kubwa ambayo tunasema it's a blessed hope ya kwamba Yesu anakuja. Ni nuru ya matumaini ya kwamba Yesu anarudi tena. Bwana asifiwe. Wahibrania 9 fungu la 28, Wahibrania 9 fungu la 28 anasema ya kwamba anakuja mara ya pili. Na Petero wa pili, nimewaambia tu Petero wa pili 3 uanze fungu la 7, utaona akielezea kuhusu wakati wa Nuhu na dalili za kurudi kwa Yesu, na vile watu wengine watatokea na dhihaka ya kwamba harudi, ya kwamba alisema kitambo anarudi. Lakini fungu la 10 linasema ya kwamba siku ya Bwana ipo na atarudi tena. Ukifika kitabu cha Yuda iko na sura 1 fungu la 14, Yuda mwenyewe anasema Enoki alitabiri. Enoch alikuwa ni mtu wa 7 kutoka Adam, na yeye alitabiri kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Yesu akija mara ya pili hata kuja kama mwana wa seremala, hata zaliwa katika hori la ng'ombe. Anakuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, na tarubeta zitalia angani, na makaburi ataleta commotion ile ujaona dunia akirudi. He is coming again, whether you like it or not. Jesus is coming again. Yesu wetu anarudi. Enoch alikuwa mtu wa 7.
akatabiri kurudi kwa Yesu. Laodikia, kanisa la 7, Yesu anasema ninabisha mlangoni, anasema I'm knocking on the door. Amekuja 7, inamaanisha utimilifu na imekamilika ya kwamba Yesu anarudi tena. Kitabu cha mwisho cha Biblia ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 1 fungu la 7 inasema, tazama yuaja kwa mawingu na kila jicho litamuona, hata waliomchoma watamuona na wataaibishwa. Kila jicho litamuona. Yesu anakuja tena. Sasa unajiuliza, watu saa hii Amerika ndio wanaamuka, sisi ndio tunaenda kurara. Tutamuona aje mara moja? Kama kuna kitu kimechanganyisha dunia, ni vile Yesu ataonekana same time dunia nzima. Ukisoma kitabu cha Zekaria 14 uanze fungu la 6, anasema siku ya kurudi kwa Bwana ni siku ya utusitusi. Ni siku ambao sio mchana na si usiku. Ni siku ijulikanayo tu na Bwana. Ataifanya kwa njia zake mwenyewe, ya kwamba watu hawatachelewa kumuona. Tutamuona mara moja. Yesu anasema katika kitabu cha Ufunuo 1:7 ya kwamba tazama yuaja kwa mawingu na kila jicho litamuona. Akizungumza na kanisa la Waefeso, hiyo ni Ufunuo 2 fungu la 5, anasema ya kwamba naja upesi. Anarudi. Akaambia kanisa la kwanza la Efeso, akaambia kanisa la Perigamo, ninakuja. Akasema narudi, ninakuja. Hiyo ni Perigamo, Ufunuo 2 fungu la 5. Akaambia kanisa la Thiatira ya kwamba ninakuja upesi. Hiyo ni Ufunuo 2 fungu la 24 hadi 25. Anakuja. Akaambia makanisa anakuja. Hata kanisa la Saride, akaambia kanisa la Saride, shika sana, ninakuja kwako kama mwizi. I'm coming to you like a thief. Na hautajua wakati nitakuja kama wewe mwenyewe hautajiandaa. Ufunuo 3 na fungu la 3. Na Ufunuo 3 fungu la 11 pia anazungumza kwa kanisa la Philadelphia. Nilikwambia maana ya Philadelphia ni Phileo na Adelphos. Phileo ni upendo, Adelphos ni ndugu. Hii ni upendo wa kidugu. Kanisa hili la Philadelphia, kipindi ambacho kilianza mwaka wa 1798 mpaka 1844, upendo wa kindugu. Ni wakati huo kulitolewa missionaries baada ya zama za giza, waende wakahubiri, na Biblia zilichapwa wakati huo. A lot of Bible societies zilitengenezwa wakati huo. 1800 the American Bible Society ilitolewa wakati huo. Biblia zikatolewa ziwekwe kwa mikono ya watu wajisomee Biblia. It was the brotherly love ambayo sasa inazungumza. Na ni katika kanisa hilo Yesu anasema ana ufunguo. Ni yeye anaweza funga na anaweza fungua, na akifunga hakuna afungua, na akifungua hakuna atakayefunga. Yeye ana nguvu hata za kifo, na anaweza fungulia hata wale waliokufa. Na ilipofika 1844 kipindi cha 7 kikaanza, kipindi cha Laodikia, ambacho unapata ni kanisa la 7. Kanisa ambalo Yesu anasema ni vuguvugu, ukianza fungu la 15. Lakini anashauri kanisa hili liweze kuwa moto, la sivyo atalitema kutoka mdomoni mwake. Lakini katika kanisa hili fungu la 20 haambii kanisa ninarudi tena. Makanisa mengine nimekwambia anasema I'm coming soon, I am coming, ninarudi, naja upesi. Alipofikia kanisa la Laodikia, kanisa la mwisho, hasemi ninarudi tena, anasema ninasimama mlangoni, nimerudi tayari. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Ufunuo 16 fungu la 15 anasema tazama naja kama mwizi, na amebarikiwa yule ambaye atakaa akiwa macho. Stay awake ili usije ukafumaniwa wakati Yesu amekuja. Anasema narudi. Na Ufunuo 22 fungu lake la 7 anasema I am coming soon, ninarudi tena. Na hiyo Ufunuo 22 fungu la 12 hadi 13 anasema I am coming soon, na ujira wangu niko nao mkononi mwangu, kumlipa kila mtu kazi yake vile ilivyo. Bwana asifiwe sana. Anasema ninarudi tena. Na Ufunuo 22 fungu lake ni la 20 anasema ya kwamba naja upesi. Akianza anasema yule anayetoa ushuhuda wa kitabu hiki, he who testifies these things,
Yule anayetoa ushahidi wa maneno haya anasema naja upesi. Na Yohana akasema amina, na uje Bwana Yesu. Yohana aliposikia maneno haya ya kwamba anayeshuhudia maneno haya anasema naja upesi, alisikia wito wa pekee na akasema Yesu njoo. Mimi niko katika kisiwa cha Patmos, niko peke yangu, nimerushwa huko kwa sababu ya neno lako Yesu. Amina, njoo unitoe na unipeleke kwetu. Naomba Yesu uje ututoe hapa duniani utupeleke nyumbani. Wathesalonike wa kwanza anasema ya kwamba hiyo tulisoma, lakini ni Wathesalonike wa kwanza 4 fungu la 16 hadi 18. Anasema atakapotokea mawinguni tarumbeta italia na mwaliko wa Mungu utasikika. Wakati Yesu anarudi mara ya pili, hata kuja amenyamaza kama vile alinyamaza mara ya kwanza. Alipokuja mara ya kwanza alizaliwa kama mtoto, alizaliwa katika zizi la ng'ombe, alilazwa katika hori la ng'ombe. Wengi hawakujua amekuja, viongozi wa kanisa hawakuelewa, viongozi wa serikali hawakujua, hata ingawa Isaya alikuwa ametabiri na akasema atakuja, hata ingawa Yoeli alikuwa ametabiri na akasema Yesu atakuja, hata ingawa Zefania alikuwa amesema Yesu anarudi, anakuja, hawakuelewa alipozaliwa, hawakuelewa. Na Yesu alikuwa katika miji yao, hawakumtambua. Alienda Jeriko, akaenda Kapernaumu, akaenda hata Getsemane wakati anakufa, hawakumtambua ya kwamba ni Yesu. Lakini mara ya pili, lakini mara hii anarudi tena, atatangaza kabla hajafika. Atatangaza kabla. Unajua nilikuwa naambia wainjilisti, kuna wakati wana wa Israeli wakiongozwa na viongozi tu wa dunia hapo, walikuja wakaleta shida kwa Musa, wakamwambia tungetaka tuongee na Mungu. Kina Kora, Dathan na Abiramu, we need to talk to God because tumeangalia tukaona hapa kuna ukora ilifanyika. Musa, wewe ndiwe mdogo kwenu, mkubwa yenu Haruni na Miriam, hawa kubwa yako wako na sehemu kwa uongozi ya serikali ya Israeli. Haruni ndiye pastor mkubwa, ndiye bishop mkubwa, high priest. Miriam ndiye anatuambia mambo ya kesho, hatuambiangi ya jana, ndiye nabii, anatuambia kile kinakuja. Na wewe Musa ndiwe political leader, president, watoto ya mama moja. Yani hakuna mtu mwingine angepatikana kwa nyumba hii aongoze, ni nyinyi tu. Sasa ambia Mungu tunataka kuongea. We need to have a conversation. We need to have a discussion na Mungu. Musa akaenda akaambia Mungu kimeumana. Mungu, sasa mambo si mazuri sana vile unafikiria. Kule chini kumewaka moto. Wanasema wanataka kukutana na wewe. Na mimi sioni kama kuna haja wakuje kwa sababu ni watu ya kusumbua. Mungu akamwambia Moses, na wewe unashanganga na vitu tundogo. Waambie wakuje. Waambie nimewapatia kesho kutwa na mtondo wajiandae wawe tayari. It's okay, let them come. Sawa? Kaenda akawatangazia, amekubali. Wakasema si unaona? I think hata hii mipango ya kuwa kiongozi Musa alipanga mwenyewe. Mbona Mungu sasa amekubali? Akasema mujitawadhe, muoge, muwe wasafi mkikutana naye mlimani. Lakini pale kwa mlima kuna kamba itakuwa imewekwa. Hapo juu ya mlima usiguze mlima. Usiguze mlima hapo juu. Utakuja tu lakini kuna mahali mtafikia, sawa? Yule mzee alikuwa anawaongoza akachukua karatasi, akamwambia tunafaa kuandika tukienda mbele ya Mungu, mambo yote tunaramikia tuyaweke chini. Ya kwanza ni nini mnaona? Tangu Musa atuambie tutoke Misri tutapata maziwa, mumeshaona ng'ombe hapa? Hiyo ni concern moja, tulindanganywa. Ya pili akatuambia kutakuwa ni nchi ya asali. Mumeona nyuki hapa tangu tukuje hapa kuna nyuki mumeona? Hakuna. Andika hiyo, tunataka asali yetu. Hiyo ni haki yetu. Lazima tutetee haki yetu. Ya tatu, safari hii alituambia ni fupi mpaka saa hii. Mnaona kama kuna dalili ya kufika kule tunaenda? Hata Musa hata yeye ni kama alichanganyikiwa, haelewi. Hiyo ni concern. Ingine, hii chakula tunakula mnaisikiaje? Kila siku na tena tunaambiwa tukaokote.
hatujui kinatokanga wapi na tunaokota tu, maana hatuna dawa ingine. Lakini kwani ni hii peke yake tunakula asubuhi na mchana na jioni, chakula hati ya kiroho hati ni ya malaika? Hata malaika mbinguni mnafikiria na wanakulanga hii kitu? Andika hiyo pia, hiyo tutaenda kuuliza. Wakaandika yote na ikafika wakati wakakutana na Mungu. Mungu ni mwema, ukitaka kukutana na yeye ako tayari, lakini you better be ready, sababu unaweza muona hivi ufe. Kumuona tu anasamanga mimi ukiniona unakufa. Anyhow, walipopanda mlima walifika mapema, alikuwa aje kitu saa 10 kasorobo hapo, saa 10 kasorobo dakika 10 hapo. Wakafika saa 9, wengine walifika saa 8, viongozi walifika saa 7 ili wawe tayari wa practice hiyo mambo yote wameandika. Wakangojea. Mungu wangu ni mwema. Mungu hata yeye ni kama mapresident tu ya hapa duniani. Hata kiongozi wenu wa nchi hata tokezea tu na gari moja. Hapana, kuna zile zinatangulia mapikipiki, tu gari ingine escort. Hiyo inakuja na unasikia ako nyuma anakuja. Naye Mungu anakujanga hivyo. Wakiwa pale mlimani, mlima ukatingika kuku. Wakaangaliana. Hawakutarajia kuna kitu kuku. Ala? Walipoangaliana punde kidogo wakaona lightnings. Na unajua lightnings inakujanga radi inakuja wakati kuna mawingu. Hapa hakuna mawingu na wanaiona na kuna jua. Wanaiona tena wakasikia gurumo huko juu. Kuku mlima inatetemeka radi. Alafu wakaona moto. Waliona moshi imejaa mlimani. Wakaangalia hawangestahimili. Mlima wakawa confused. Kiongozi wao ndiye alianza kutoroka. Akakimbia chini, wakafuata wao, wengine wote wanakimbia na hawakuwa wamenyamaza. Wakaambia Musa, ongea naye kama mnaongeanga hivi. Sisi tukiongea naye tutakufa. Bwana asifiwe. Ongea naye. Unajua hakuna uchaguzi ulikuwa mzuri kama huo wakati ule. Walichagua Musa bila kupingwa. Walisema what, na alichaguliwa na crisis. Sisi wakasema Musa, ongea na yeye, tukiongea na yeye sisi tutakufa. Hata walitambua Musa ni mwanaume, kama anaongeanga na hiyo mtu hivyo. Na alikuwa huko siku 40. Sisi hata hatujamaliza 1 hour na hatujui kama amefika, maana we could not. Na ulisikia mlima baba ulisikia hiyo mlima vile. Na wanaume wengine kwa kutoroka kwa sababu ya uoga walijikuta kwa nyumba. Bora tu imefunguliwa mlango na uzuri ilikuwa ni hema, tent. Wanaingia tu huko, bora wajifiche, maana kula kumewaka moto, kimeumana, wanajificha huko. I can imagine mke ya huyu Kora akienda kuulizwa, baba, unajua nilikuangalia nikaona ile mbio umekimbia, kumbe hata hujazeeka baba. Ni nini? Akasema mimi nimeheshimu Musa. Wacha akija tutamwambia yote atakayosema tutafanya. Na sure enough walikubali. Yote atakayosema tutafanya. Huyu Yesu anasema anarudi mara ya pili na dunia yote itajua, na dunia itatetemeka, na dunia itatishika, na tarumbeta ya Mungu italia. Na unajua namna gani? Na malaika wote, Biblia inasema malaika wote wamekuja kutoka mbinguni watuchukue watupeleke juu. Yesu atakaporudi tutachukuliwa wote, wale waliokufa wafufuliwe, wale walio hai watabadilishwa miili yao na tutachukuliwa angani. Bwana asifiwe. Yesu hakanyangi dunia hii tena, hata kanyaga. Anasema tutamlaki mawinguni. Wale waliokufa wako makaburini, hawako mbinguni, watafufuliwa, watuweze kukutana na Yesu hapa mawinguni. Wakati Yesu anakuja, watu watakuwa vikundi 4. Vikundi viwili wako hai na vikundi viwili wamekufa. Vikundi walio hai ni watakatifu wa Mungu waliomkubali Yesu, na wengine walio hai ni waliomkataa Yesu. Na waliomkataa Yesu ndio watakimbia waambie milima iwaangukie. Wale walio hai watakatifu watabadilishwa mili wakutane na Yesu hapa angani. Na wale wamekufa vikundi viwili pia ni wenye dhambi na watakatifu walio katika Kristo wamelala usingizi wa mauti, lakini atawaamsha na awapatie mili mipya wakutane na yeye hapa angani. Walio hai na wale walikuwa wamekufa watakusanyika wote waingie katika gari la wokovu. Na wale ambao walikufa kabla Yesu hajarudi
wale ambao sio watakatifu, wale hawakumkubali Yesu, hawatafufuka, watakaa makaburini. Na wakati huo ndiyo miaka 1000 itaanza. Wakati huo Yesu akichukua watakatifu kwenda mbinguni, 1000 years. Na shetani atafungwa katika dunia hii. Katika dunia hii asidanganye mtu yeyote kwa miaka 1000. Watakatifu watasafiri wakielekea mbinguni. Wataenda siku ngapi? Wataenda siku 7.5. Amen. Watasafiri siku 7.5. Nafikiri niliwaambia hiyo siku nyingine. Swali likaja, siku 7, kwa nini siku 7.5? Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 8 fungu la 1, na alipoufungua muhuri wa 6, mbingu ikawa kimya kwa muda gani? Nusu saa. 30 minutes. Na kwa sababu tunasoma unabii, ni vizuri kutafsiri unabii. Bwana asifiwe. Sasa sasa dakika 30 ndo siku ngapi? Hebu tutafute pamoja. Tutafute tu pamoja, hii ni siku ngapi? Ukisoma kitabu cha Mwanzo, na nafikiri niwapatia hii siku ingine. Mwanzo ukisoma 7, Mwanzo 7 fungu la 11, inasema ya kwamba tarehe 17 mwezi wa pili wa mwaka wa 600 wa Nuhu, vilindi vya maji vikafunguka. Mvua ya Nuhu ilianza kunyesha tarehe 17 mwezi wa pili. Siku 40 usiku na mchana inanyesha. Ilipokoma, safina bado imelea juu ya maji. Na maji yalipokauka, safina ikatua katika mlima wa Ararat. Maji yalikuwa na nguvu juu ya nchi kwa siku 150. Huo ni Mwanzo 7 fungu lake la 24. Mwanzo 7 fungu la 24 inasema maji yalikuwa na nguvu juu ya nchi kwa siku 150. Safina ilitua mlima wa Ararat tarehe 17 mwezi wa 7. Hiyo ni Mwanzo 8 fungu la 3 na la 4. 3 inasema maji yamekauka, 4 inapeana tarehe ya safina kutua mlima wa Ararat. Kwa hivyo tuna tarehe mbili za maana sana, wakati maji yalianza kumwagika na wakati maji yamekauka. Mwezi wa tarehe 17 mwezi wa pili hadi tarehe 17 mwezi wa 7. Hiyo ni Mwanzo 7:11 na Mwanzo 8 fungu la 4. Kutoka tarehe 17 mwezi wa pili hadi tarehe 17 mwezi wa 7, hiyo ni miezi 5. Na pale Mwanzo 7 fungu la 24 alisema ya kwamba ni siku 150. Kwa hivyo siku miezi 5 ni sawa na siku 150. Mnafuata? Kwa hivyo mwezi mmoja ni sawa na kuchukua siku 150 ugawe na 5 ikupatie jibu la siku ngapi? 30. Hiyo inamaanisha siku mwezi mmoja ni sawa na siku 30. Siku moja ni siku moja au ni mwezi moja? Mwezi mmoja ni sawa na siku ngapi? Na hiyo ndiyo mnakumbuka tukihesabu kitabu cha Danieli ikitupatia ya kwamba mwaka mmoja ni siku ngapi? Siku hizo 30, chukua hizo siku 30 times 12 months ndio ikupatie siku 360. Sawa sawa. Kwa unabii sasa, unabii unasema ya kwamba kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka mingapi? Hii mungekuwa mkijibu kwa chorus. Kwa Mungu kwetu sisi kiunabii, siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Nakumbuka Petero anasema kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000, na nikakwambia hiyo ni ya Mungu. Yeye anajibu
vile watu wanasema ya kwamba amedelay, akasema mimi sijachelewa. Kwangu siku moja ni sawa na miaka 1000, miaka 1000 kwangu ni sawa na siku moja. Hiyo sio unabii, hiyo ni literally taken like that kwa Mungu. Lakini kwetu anasema kwetu siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Na hiyo tukasoma ni Hesabu 14 fungu la 34, na pia kitabu cha Ezekieli 4 na fungu la 6 inasema kwetu siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Tuendelee chini. Siku hiyo moja ni sawa na siku ngapi kwa mwaka? Mwaka uko na siku ngapi? 360. Wale mnaweza fanya hesabu nisaidieni, ili wale hatuelewi hesabu tufuate, tusikae wote hatukujua hesabu. Kwa hivyo kama unaandika, andika one day is equivalent to 360 days. Tuko pamoja? One day iko na masaa mangapi? 24 hours is equivalent to 360 days. Yani masaa 24 ni sawa na kusema siku 360. Toeni calculator unisaidie kufanya hiyo hesabu. Kwa hivyo 1 hour, lisari moja hapa sasa, 1 hour ni sawa na siku ngapi? Chukua hiyo 360 udivide na 24 hours, uone 1 hour ni siku ngapi. Hiyo mtafanya, siwaambii mpaka mniambie. Ni siku ngapi? 15. Mumepata, hebu niona mmepata 15. Sawa, tuko pamoja. Kwa hivyo katika unabii 1 hour ni sawa na siku 15. Therefore half an hour, nusu saa ni siku ngapi? Ni 7.5. Tumekubaliana hapo sasa. Kwa hivyo safari ya mbinguni itakuwa siku 7.5 kulingana na hiyo fungu la Ufunuo 8 fungu la kwanza, ya kwamba kutakuwa kimya. Sasa ni kwa nini kutakuwa kimya? Kwa sababu malaika wameshuka kuja kutupeleka. Bwana asifiwe sana. Aya, turudi pale kwa siku 7. Kwa nini siku 7.5? Hebu niwaambie leo, hakuna mtu ataingia mbinguni, na unisikiliza mzuri, hakuna mtu ataingia mbinguni kama hajapumzika sabato ya Mungu. Hakuna. Hutaingia. Pastor, na mwizi msalabani lazima kutafutwe njia apumzike sabato. Tutapumzika sabato kwa njia. Hutaingia kama hujui sabato, huingii. Kwa hivyo itakuwa siku 7. Hapo 7 kwa sabato. Kama atakuja Tuesday kuna sabato hapo. Bora ziwe 7. Kaka siku 7 kuna sabato ya Mungu. Ndio hizi siku nyingine tuingie the next week. 7 zimeisha, tuingie the following. Hiyo siku nyingine hatutamaliza, tuingie kwa Baba mbinguni. Kwa hivyo lazima Yesu atatafuta njia vile tutasafiri. Na ni kwa nini tuchukue hii muda yote tukienda mbinguni? Tutatembea kabla hatujafika kwa dadi. Lazima tutatembea, atupeleke kwa sayari hii, tuambie huku nini ninakuanga hapa, atupeleke. Na saa hiyo hatuna haraka. Yeye ndiye anahubiri akituhadithia hadithi za ukombozi, na akituelezea vile tuliingia mbinguni. Na tutakuwa na maswali tu, tunauliza Yesu, mbona fulani alikuwa anakuja Darnet na hakufika? Ako na wakati wa kukujibu. Tutakuwa na enough time, kila mtu maswali yake atajibiwa. Wewe ukiuliza Yesu, Yesu, unajua ninashangaa mpaka saa hii, kwa nini vile nimekuja mbinguni mimi nashangaa? Akuelezee. Malaika wakitoa uimbaji katika ile safari yetu tukienda mbinguni. Lakini itakapopita siku 7 ya nusu, hii siku nyingine wote tulikuwa na experience. I cannot wait to rest on Sabbath pamoja na Yesu. Unajua Roho atafundisha lesson, naye Yesu atafundisha fundisho kubwa, alafu sasa aseme kesho twende kwa Baba. Tutakapofika pale Yerusalemu, hapo kwa gate, Yesu aseme sasa shukeni wote. Tumebebwa na wingu tu, tunaenda hata tutashangaa tukiangaliana, tukionana. Uko hapa? Hata wewe you made it. Yes, I did. Nilikwambia mambo 3 itakushangaza ukifika pale, ni kujiona hapo na kuniona. Hata mimi utashangaa kuniona hapo. Utaniambia, ndugu, uliweza? I made it. Alafu tulizana na fulani yako wapi? Mambo 3 itashangaza. Tukifika katika gate ya Yerusalemu, Yesu atasimamisha gari na tutaambiwa tutoke, atupatie taji ya ushindi. Kila mtu anapewa taji ya ushindi kwa sababu ulishinda.
na tukipewa Adamu yake na wengine Hawa apewe yake, Habili yake na kina Nuhu, sioni kama tutatangulia Ibrahimu. Utangojea wakati yako ili upate taji yako, na hata kama ni waimbaji tupewe vinumbi na kila kitu, tutacheza huko mbinguni, alafu tuingie ndani, tutaona Paulo, alafu Yesu atuambie njooni, atupeleke mbele ya kiti cha enzi cha Baba, aseme dadi ni hawa. Na wakati tunakuja hivyo, kuna wazee wengine wataulizana, ni nani hawa wamevaa nyeupe? Hawa ni akina nani? Unajua tumutu tufupi fupi tu tunafuata hapo. Tunafuata, tulishinda. Adamu mrefu, tunafuata nyuma. Na itajibiwa ya kwamba hawa ndio waliotoka katika dhiki kuu. Hawa ndio waliosikia injili wakati wa Darnet Event 2025 na wakaona maisha ya dunia si bora, wakakubali damu ya Yesu. Waliteseka, waliumia, lakini walisimama imara, wakasema wao na Yesu, na shetani akaangalia na akaadhibika na akaghadhibika, lakini hawakujali. Wengine walikufa, walisema watasimama imara, hawakujali hata kifo. Na ndio hawa wamefika, ndio wamevalizwa mavazi meupe kwa sababu walishinda. Yesu atakuvalisha taji iliyo na nyota. Asanti, ingia katika raha ya milele, umeweza kushinda. Na dadi Baba Mtakatifu atasema ya kwamba asanteni sana kwa kufika, ingieni katika raha mlioandaliwa milele na milele. Bwana asifiwe. I cannot wait kuzingojea Yesu aseme ingia katika raha. Alafu atuambie sasa, we Gabriel tafadhali, hebu wapeleke kwa meza ya kioo, wakule kwanza, wametoka mbali sana, waandaliwe meza. Bwana asifiwe sana. Ndio nilikwambia hatutatangulia, hawezi akaruhusu watu wengine wajue movie mwisho mpaka tungojeane wote ili tukae na utaratibu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Utakosa kweli kwa nini? Ni nini hii itakufanya ukose mbinguni? Ombi langu ni kwamba akuwezeshe kujua anakuja mara ya pili, na atakaporudi majina yakiitwa, nalo jina langu liweko. Kama ungeomba jina lako liwepo, nyanyuka, simama kwa miguu yako miwili na tumulilie huyu Yesu atusaidie kumkubali. Wale mko hapa na mnajitoa kwa sababu ya ubatizo, na wasihi mje mbele tuombe pamoja. Wale wanangetaka wamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwombezi wa maisha yao, pia nakuuliza uje mbele. Kama una mzigo kwa roho yako na una jambo unamenyana nalo, ningekuomba pia uilete kwa Yesu. Kama una mzigo, mletee mzigo wako. Kama una jambo linakusumbua, mletee Yesu. Yesu anarudi, Yesu anakuja, na hakuna kitu kitamfunga asije. Naomba akija, jina lako liweko pale. Wewe ndiwe utakayepeana jina lako. Wewe ndiwe utasema Yesu nipokee, na wakati ndo huu wa kumwambia nipokee. Asanteni sana wale mnaokuja, wale mko katika vituo mbalimbali, wale mko huko kwa baa, mko kwa barabarani, mko kwa soko, mko kila mahali, na unasikia na unanitazama, na wewe pia inua mkono wako mahali ulipo. Jitoe sasa hivi. Kama mahali unaonea hiyo TV hakuna kiongozi wa hicho kituo, tafuta kanisa kesho, kanisa la Wasabato, uende pale, uwapatie jina lako na uambie ungeomba upate ubatizo, na utabatizwa. Na kama uko hapa karibu na Mwembe Chai, tunakukaribisha kesho uweze kuja hata na wewe ushuhudie wokovu huu wa Bwana na upokee ubatizo kama hawa ambao wanaotokea. Jooni, ninawaita tafadhali, joo. Kama uko hapa, usiendelee kugaagaa, usiendelee kudaadaa, njoo mbele. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Unaweza kuwa unasikia sauti yangu, lakini ni Yesu anakuita. Kwa nini upotee? Kwa nini uangamie? Kwa nini usahaulike? Wakati nafasi iko, wakati anapokuita na kuuliza uje tu, tafadhali njoo mbele, njoo kwa Yesu. Njoo sasa hivi, kuja kwa Yesu, nenda kwake, anakusubiri. Yesu anakuita, njoo. Umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu shida zako. Kama unasikia una shida zozote zile, ninakuita, ninakuita, njoo. Kama una mzigo moyoni mwako, njoo. Leta huo mzigo kwa Yesu. Leta huo mzigo kwa Yesu.
leta tu. Asante sana, Bwana akubariki. Nani mwingine amebaki? Niko karibu kufunga, sekunde 10 namaliza. Sitaki nikusukume kama haujafanya uamuzi, lakini ukija dombora zaidi, kwa sababu Yesu anakusubiri. Alisema anarudi tena na atarudi. Anakuja upesi huyu Yesu Bwana wetu. Kazi yetu ikiisha na tukiokolewa, Yesu atarudi. Yesu atakuja. Yesu, dalili zote zinaonyesha anarudi tena. Na wewe usiendelee kumfungia mlango wa moyo wako. Anabisha mlango huo, mfungulie. Asante sana ndugu, asante dada, asante sana. Bwana aweze kukubariki. Tumebakisha sekunde 5. Nataka kufunga wito huu, lakini nasikia kuna mmoja amebaki. Kwa nini nikufungie nje? Jitoe kwa Yesu. Na wale mko mbali pia na majina yako, tuombe. Asante Yesu, asante kwa kurudi kwako, asante kwa kudi hili, asante kwa neno lako. Tuseme nini ila kuliinua jina lako kwa wingi wa fadhili zako. Kuwa nasi sasa na hata milele, tuongoze hata siku ya kesho, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen.